Kwa jina naitwa Oscar Emmanuel Maenge, ni mfanyabiashara mdogo wa Tukuyu mjini. Mheshimiwa Waziri, vijana wako tunapata shida sana, yaani sana. Vijana wako tumejitahidi kujiwekeza kwenye wilaya yetu, kwenye mkoa wetu, na tumejitahidi kujiwekeza, lakini kuna watu wako juu ya sheria wanaingilia kwenye ofisi zetu, wanafunga ofisi zetu. Na wamefunga ofisi yetu kutoka mwezi wa 6 pale Tukuyu mjini, toka mwezi wa 6 ofisi ya pabu imefungwa toka mwezi wa 6 kwa kigezo kwamba iko barabarani. Na ukiangalia ofisi za Tukuyu zote, baa zote ziko barabarani. Wakatupa kigezo kwamba hatuna kibali cha TANROADS, tukaenda TANROADS tukapewa barua ya kwamba baa iko sehemu mbaya nini na nini, tukaenda tena kuomba, wakatupa jinsi ya kurekebisha. Tulikuwa tumejenga jiko nje lenye thamani ya shilingi milioni 8, jiko then tuhamishe njia, tukabomoa jiko tukahamisha njia. Na tulipobomoa jiko na tukahamisha njia, akasema basi poa, nendeni kwa nani? Kwa mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya anaweza akawasaidia. Tumeenda kwa mkuu wa wilaya, alipotutuma kule wakatupa jibu, wakasema nyie kamalizaneni kwanza na mkuu wa wilaya wenu then ndio mje huku. Sisi nyie shida, sisi hatuna shida, ipo kwa mkuu wa wilaya wa kwenu. Na tukienda kule ya kufanya kampeni Tukuyu mjini, sisi tumewekwa ndani. Mheshimiwa, tumewekwa ndani, nyie mnapoondoka sisi ndio tumetolewa, na mpaka dakika hiyo ofisi hajafunguliwa na hakuna chochote kinachoendelea. Na tukienda kuomba kwa mkuu wa wilaya anatupeleka TANROADS, na tukienda TANROADS wanatupeleka kwa mkuu wa wilaya. Na hiyo ofisi ina kila kitu. Wamekuja kufunga siku ya uzinduzi, yaani siku ya kuzindua ndio wamekuja kufunga. Na tulipoenda kuchukua leseni, yeye anadai kwamba sisi tulikuwa hatuna leseni, lakini siku tumeenda kuchukua leseni walituambia tuende siku kuchukua leseni siku ya uzinduzi. Na tumeenda siku ya uzinduzi kuchukua leseni, wakasema nendeni kwa mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya na maagizo yote ya ofisi yenu. Nani kafunga? Nani kafunga? Hatuelewi, ila maagizo yanatoka kwa mkuu wa wilaya. TANROADS yuko wapi? Mnalijua jambo hili? Mnalijua jambo hili? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa historia niliyopata, hii jengo liko kwenye eneo la hifadhi ya barabara, lakini anachozungumza kwa sasa hivi, kwa sababu na mimi ni mgeni na mkutano, naomba nilichukue alafu tutakaa naye kushirikiana na wilaya ni kweli ndugu hawa wamejenga baa katika eneo la kona liko ndani ya hifadhi ya barabara, na wamejenga hiyo baa bila kupata kibali wala hawakuwa na leseni. Kwa hiyo wenye mamlaka ya barabara kwa maana ya TANROADS walifika wakapima na wakasema eneo hili halifai kwa ajili ya barabara, na wao wakaandikiwa barua wakaamba kama hawaruhusiwi kufanya biashara katika eneo hilo, na barua hiyo wanayo. Kwa hiyo huo ndio utaratibu uliotumika na shirika. Ni container au wamejenga nyumba ilikuwa zamani ilikuwa ni makazi ya mtu, wao wakaifanya kuwa baa. Ni container au wamejenga? Ni nyumba ilishakuwa kutoka zamani. Wakati wanaweka tofali ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka chini ya hiyo nyumba ilikuwa mtambo. Wao walienda kuonesha kubadilisha matumizi ya hiyo nyumba. Kwa hiyo hata wanafanya hawakusema ni kitu gani. Wameweka bango, tunaenda kuuliza tunafanya nini, kwa wanaweka bango la kusema night club. Kibali hawana, lakini wenye hifadhi ya barabara wakasema ni hatarishi kufanya biashara ya baa katika eneo hili. Wenyeua watu pale, na sisi hatuko tayari kuhakikisha kwamba wananchi wanapotea katika eneo hili kwa kuweka baa katika eneo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umenyosha mkono. Mheshimiwa akisema hatuna leseni, hatuna kibali chochote, anatukosea. Huyu ndiye sisi ndio anayetuongoza. Mimi hata akija hapa mtu wa leseni, muulize kijana huyu alikuja kuchukua leseni. Sisi tumeenda kuchukua leseni, wamesema huyu mkuu wa wilaya alitoa agizo kwamba sisi tusipewe leseni na tusipewe chochote, na akisema tulikuwa hatuna kibali chochote, anatukosea. Sisi pale ile nyumba ni kweli tulikodi nyumba, lakini tulibomoa ukuta tukaanza upya, tumejenga jiko lenye thamani ya milioni 7.
tumejenga kila kitu. Kuna picha ya awali ambapo pale palikuwa, na kuna picha ya awali ambapo sisi vijana wako tulirekebisha. Pamoja na yote, sisi pale mzee tulikuwa tuna wafanyakazi 122. Umeona, wengine wana degree, wengine wana kila kitu. Na akisema kwamba ipo juu ya mlima, wapo watu wote hawa ni wenyeji, na hakuna mtu ambaye hili swala hapa alijui. Wote hawa wanalijua, wote hawa vijana wote wanalijua. Na hata siku ya uzinduzi, kama unavyojua mambo ya vijana, wote walikuwepo pale na walifika. Kwa kwenye marekebisho, sisi tunarekebisha, wanatuangalia, na kibali tulipewa cha marekebisho, na taarifa za kwamba pale tunataka tufanye kitu gani walikuwa wanajua. Umeona, na kijana wake aliyetupa kibali alihamishwa kazi Tukuyu, hayupo. Unanyongeza? Hapana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, anasema hakuwa na kibali chochote. Kwa hiyo hicho anachosema hakuna lolote alichokuwa nacho. TANROADS imeshaanza ujenzi pale, mmeanza ujenzi, mnajenga barabara. Eneo analolisema ni hii barabara kuu, na hii barabara kwa sababu ni nyembamba, eneo lile ni sehemu ambayo tutafanya upanuzi. Tutakuwa na upanuzi wa hii barabara, kwa maana kutoka kwenye mita 9 kwenda kwenye mita 11. Kwa hiyo design zinaelekeza. Sasa mbona mmefungia na vitu vyao ndani? Mbona mmefunga na kila kitu kiko ndani humo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa walipewa barua ya kusimamisha kufanya biashara ya baa pale. Kwa hiyo hakuna kitu kingine ambacho wamefungiwa. Mkuu wa wilaya, uko sahihi kabisa. Maelezo yako sahihi kabisa. Na maelezo ya TANROADS yako sahihi kabisa. Kosa linaijia wapi? Na haya mambo nimekuwa nikiyasema kila siku. Yanatokea mpaka hata kwenye majengo. Wananchi wanajikusanya, kijiji kinajikusanya, kinajenga zahanati. Wanaanza msingi, tofali la kwanza, la pili, wanafunga renta. Siku ya kupakua unakuja Mwenge, ndio viongozi wanaenda na suti kwamba hili jengo halijazingatia vigezo. Walikuwa wapi? Sasa kama huyo ameshaingia mpaka gharama akatengeneza, ninyi mmeenda kumzuia siku ya kuzindua. Mimi sipingani kuhusu, kwa sababu jamani, si hatuko eneo la tukio. Kwa hiyo sipingani kuhusu, tena asibadilishe hata mtu kusema si tunapinga mipaka ya sheria. Nchi inaendeshwa kwa sheria hii. Hatupingi, hatupingani ni kwamba ni iko ndani ya barabara ama haiko ndani ya barabara. Hii nyumba ilikuwepo pale. Mmeacha wakakodishiana, wakaendelea kufanya shughuli. Wamemaliza kufanya shughuli, wakawaomba na leseni, mkawaambia wenyewe kwamba bomoa hapa, peleka mpaka hapa. Wakabomoa, wamemaliza, siku wanazindua ndio mnawafungia. Hapo ndio kosa lilipo. Sasa kwa sababu hizi biashara za mpito huwa zinafanyika huko barabarani huko, hizi biashara huwa zinafanyika, wafungulieni waendelee na biashara mpaka siku ya upanuzi, mpaka siku ya upanuzi wa barabara. Hii barabara si wote tunahitaji? Barabara si wote tunahitaji? Jamani, barabara si wote tunahitaji? Watakapokuwa wanapanua barabara, ndugu zetu watapisha barabara, watapisha barabara. Nafanya hivi kwa sababu msiwabebeshe wananchi makosa ya serikali. Viongozi serikali, msiwabebeshe wananchi makosa ya serikali. Ninyi mnapokosea na ninyi kubali. Hawa watu wote hapa mko hapa, mtu anajenga tofali la kwanza, la pili, la tatu, anakamilisha, anapaka rangi. Siku amemaliza kupaka rangi ndio mnakwambia hivi usifanye. Ninyi mko hapa, mtokei Dodoma, mko hapa. Sasa kwa sababu hizi biashara zipo hizi ambazo ziko nje ya lami, zipo hizi biashara hizi, zipo hizi. Siku tukitaka kupanua barabara, hata hizi nguzo tutaziondoa, si ndio hivyo? Hizi nguzo si tutaondoa hizi. Hii nguzo siku tukipanua barabara si tutaondoa hii. Ndio, sasa wale wafungulieni kwa sababu mmefanya makosa,
wafungulieni. Siku tunapanua barabara ndio mtawaondoa na hizi nguvu. Ndio maana tunasema viongozi, jengeni utaratibu wa kutembelea maeneo yenu. Kama wanakijiji wanataka kujenga zahanati, injinia wa wilaya, hakikisha kila siku na wewe uko hapo, waelekeze inatakiwa kujengwa vipi. Sio kusubiri siku ya Mwenge unasema hili jengo halijakidhi vigezo. Na Mheshimiwa Waziri, siku Mwenge unapita mahali hivi, ikitokea jengo lilishakamilika mpaka limefika hatua ya mwisho, halafu siku hiyo ndio wataalamu wa serikali wanaanza kusema hili halifai, wafukuzwe yote wale watoto hawajashughulika, wajibu wao, wanataka kupeleka mzigo kwa wananchi. Waandikie wakuu wa mikoa wote, waambie watendaji wao, kila mmoja kwenye sekta yake, akisubiri mpaka jambo lije liibuliwe na Mwenge ama ziara ya viongozi ama mtandaoni, ajihesabu kishakosa kazi. Mheshimiwa Rais ametoa kila ngazi gari. Wala tujapenda hao viongozi watembee kwa miguu kwenda kwenye haya. Kila ngazi ina magari, na ngazi zingine zina pikipiki, wanapewa na mafuta. Wao ni kwenda tu kukagua. Haya magari sio ya kuendea kwenye semina. Haya magari sio ya kuendea kwenye mikutano, ni ya kuendea site waliko wananchi. Sasa TANROADS umesema vizuri, utaenda pale, wacheni wafanye kazi, mtawaelekeza. Siku mkianza kupanua barabara mtawaelekeza. Mzee wetu, ongeni kifupi, naona mvua zinakuja, ongeni kifupi. Mimi nimeletewa kafaida kama mwavuli, lakini wenzangu huko mko kwenye mvua. ST Bongo, nyumbani kwanza.